Vita ya Mashariki ya Kati inayoendelea kwa zaidi ya mwezi mmoja hivi sasa imeanza kuuma nchini Tanzania baada ya athari zake kubisha hodi na kufika mlangoni katika nchi ya Tanzania, kufuatia athari zake ambazo tayari zimeanza kuonekana wazi baada ya mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA kutangaza bei mpya katika mwezi huu wa 4, ambapo imeonekana bei imepanda sana. Kishki TV tumekuja mtaani kwenda kuongea nao na kuwasikiliza watumiaji wa vyombo vya moto, na wazungumzia madereva wa bajaji, madereva wa bodaboda pia, kwa maana wale ambao wanaendesha pikipiki, lakini si hao tu, hata wananchi wa kawaida kufahamu jambo hili, wao wamelipokeaje, kipi ambacho wanakiona, ni athari gani ambazo zinaweza kutokea kufuatia mfumuko wa bei hiyo, lakini utayari wao katika kupambana na jambo hili ukoje. Inaniasili katika utafutaji wangu, kwanza mimi kama na familia yangu pamoja na bosi wangu, kwa sababu katika kazi zangu ambazo nilikuwa nazifanya kila siku, kama naelekea nachukua abiria naenda naye Maguluwe kwa shilingi 1000, itanibidi nimwambie abiria kwa leo shilingi 1500 au 2000. Je, atanielewa? Umeona? Yupo abiria mwingine atakuelewa, yuko abiria mwingine ataona una bei kubwa. Kiukweli abiria wanapokea kwa namna tofauti kutokana na maisha yetu jinsi yalivyo. Wengine wanaafiki, lakini wengine kidogo wanasumbua. Wengine wanasumbua, atakwambia bei imepanda kwa sababu gani, bei imepandishiwa kwa nini na kuaje. Lakini mwingine ukimuelezea kutokana na hali halisi, basi anaelewa. Tunamwambia bwana, mafuta yamepanda na sisi inabidi tuongeze kutokana na hali ilivyobadilika. Mimi binafsi nimepokea kwa mshtuko mkubwa sana, kwa sababu kwanza hii hali imekuja kwa ghafla. Serikali haijakaa ikatangaza, tumeamka tu ghafla tumeambiwa mafuta yamepanda. Kwa hiyo sasa hiki kitendo kwa kweli kwa siku hii ya leo kimetuletea shida sana. Mimi nimefikia kutembea kwa mguu kutoka Mbagala mpaka Kariakoo, kwa sababu nauli yangu mimi ilikuwa shilingi 700 500, lakini magari mengi leo yalikuwa yamegoma kwenda kwa sababu ya nauli, waliona kabisa kwamba haiwalipi. Mafuta bei chini zamani ilikuwepo, na wateja kwa unampeleka Sudani ndio inabidi umpeleke bei ile ya buku, au angania bei ya 1000, au kama Mbagala maana kipande kirefu. Lakini kuzidisha bei maana yake wateja wanakuwa wataki. Hatukupokea vizuri, lakini hakuna jinsi. Hatukupokea vizuri kwa sababu mfumuko imepanda mara moja, imepanda sana. Kutoka 2800 mpaka 3800 na senti, ni hela nyingi sana. Kwa kweli na sisi hali zetu, uchumi wetu wa Tanzania mdogo. Lakini hakuna jinsi ya kufanya. Ilikuwa 3220. Leo mafuta 3820. Kwa hiyo niongezeka kwa kiasi kikubwa sana, tujatarajia kama itapanda kwa kiasi kikubwa kama hichi. Kawaida yako ulikuwa unachukua abiria kutoka Tandika mpaka Kiwalani kwa bei gani? Kwa 600 hadi 500, kwa mtu kama anakuwa hana ila kapungukiwa tu 500. Kwa sasa hivi? Sasa hivi ilikuwa changamoto, tunabeba kwa 1000, kila 1000 wengi wanakanyaga kwa mguu kutoka hapo wanaenda Kiwalani, mwingine Boniemu akanyaga kwa mguu, sababu kipato kimekuwa ni adimu, tofauti na ongezeko la gharama ya mafuta yaliyopanda. Kutuathiri kwetu ni pamoja na kama nilivyokuambia, makubaliano ya mteja na mimi. Kama sijakubaliana naye bei, na maana ndo kukosa kwangu, ila nikubaliana naye bei ndo kupata kwangu. Kama hajaafiki bei, basi haikuwa riziki yangu, na mwacha nafanyaje? Anaondoka. Lakini atakayefika mwenye riziki yangu atafanyaje? Nitaondoka naye. Sina namna tu, bei itabidi tuipokee kama ilivyokuja kutokana na hali ya hewa ya wenzetu wanavyoendelea huko, ndio maana sababu ya mafuta kufanyaje? Kupanda. Hatuna namna. Baada ya kusikiliza wananchi na bodaboda, tumefika hapa katika kituo hiki cha mafuta cha Puma tawi la Temeke, na tuko na manager hapa Bi Mwajuma. Yeye atatuambia ilikuwaje, yani jana mambo yalikuwa tofauti, alafu kwa nini leo ndio mfumuko tumeushuhudia huu? Kwa nini leo? Leo ni siku ya Jumatano ya mwisho wa mwezi. Kwa hiyo kila Jumatano ya mwisho wa mwezi kuna mabadiliko ya bei. Aidha bei ipande ama bei ishuke. Hili la leo kwa wateja limekuwa kubwa. Wateja wamesikitika, na wateja wengi wananunua mafuta lakini huku wakisikitika kwa sababu ni mara ya kwanza bei kupanda karibia shilingi 900. Mara zote huwa zinapanda shilingi 20, shilingi 40, lakini kwa tipu hii hapa mafuta yamepanda sana. Kwa hiyo lazima iwashtue wafanya biashara wadogo. Mauzo yapo tofauti yake sana, kwa sababu watu wengi hawajakubaliana na hii bei, na wengi sana bado wako katika ile hali ya sitofahamu, kwa nini imekuwa hivi, kwa nini hivi. Kwa hiyo hata na sisi mauzo yetu yameshuka. Hii hali kwamba sio ya hapa tu, ni ya dunia.
na kitu kinachoendelea sasa hivi kila mtu anakijua. Kwa hiyo watu wote wajue kabisa si Tanzania peke yake imeumia, ni dunia nzima. Hiari na muhtari tabaki kwao watumiaji wa vyombo vya moto na wananchi wa kawaida pia, lakini kwa pamoja, kwa namna ambavyo tumewasikia, ni kana kwamba tayari wameamua kupambana na hali zao, kwa sababu kama tayari wamelipokea jambo hili na wengi wakifahamu kwamba hili jambo sio la Tanzania peke yake, ni jambo la kidunia. Bila shaka ni jambo ambalo tulio wengi sasa tunatakiwa kuomba hii vita siendelee, kwa sababu ndio kwanza ina mwezi mmoja na siku chache sana. Je, mambo akiwa zaidi ya hapa, hali kwetu itakuwaje? Pamoja tuombe jambo hili liweze kumalizika ili athari hizi zisiendelee kuzishuhudia katika nchi yetu ya Tanzania. Nyuma ya kamera alikuwa ni Tariq, mimi naitwa Mwana Mali Mashi. Asante. Kishki TV, nuru ya dini yako.